Nyamweru Media, ahabbu nnasi ila Allah anfauhum linnas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ahmadullah al-aliyyul qadir, rabbal arshil karim, alladhi yassar lana hadha al-liqa بمشائخنا الكرام وأخواتنا وأمهاتنا هنا في هذه البقعة المباركة. كما أسأل الله جل جلاله الذي جمعنا هنا أن يجمعنا يوم لا ظل إلا ظله، إنه أرحم الراحمين. Mashekhe zangu, baada ya kumhimidi Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehma kipenzi chetu, mwalimu wetu, mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, tunamshukuru sana Allah ambaye alituwafikisha kuweza kukutana hapa, ikitujumuisha pamoja na mashehe zetu, akiwepo ndugu yetu Shekhe Zuberi Bizimana, shekhe wangu Shekhe Mustafa Somboro, pamoja na mashehe zangu, Allah wahifadhi nyote hapa, tukiwa pamoja dada zetu, mama zetu, kama vile ambavyo taufiki yake Allah na rehema zake Allah ameweza kutukusanya hapa. Tunamuomba kwa huruma zake atukusanyishe siku ya Kiyama chini ya kivuli chake. Dada zangu katika imani, sote tunafahamu yametangazwa matangazo sehemu mbalimbali juu ya mihadhara yetu hii, lakini sisi Allah ametuwafikisha kuweza kukutana hapa. Allah ana makusudio yake ya kutuleta hapa, na hii sio kwa ujanja wetu, bali ni taufiki yake Allah subhana, kwa sababu yeye Allah anasema wallahu yakhtassu birahmatihi man yasha. Allah kwa rehema zake anawachagua anaowataka. Kuwa katika viwanja hivi, kuwa maeneo haya, umeacha kazi zako ambazo zina umuhimu katika maisha yako, lakini ukasema hapana, kuna jambo la dini, acha niende nikalisikilize jambo lile. Unaghariza, unahisia, umetoka kuja hapa, ni kwa sababu Allah anakutakia kheri. Inawezekana kibinadamu haya tutakayozungumza yote haya, pengine usistafidi, usipate faida kibinadamu kwa haya tunayozungumza, lakini mkusanyiko huu ambao uliokuwa mbele yetu, ukubwa wa mkusanyiko huu, Allah ana irada yake. Rawa al-Imam Malik fi Muwatta min hadithi Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam na yeye kapokea hadithi hii kutoka kwa Allah tabaraka wa taala, bimaana hadithi al-Qudsi. Siku ya Kiyama, siku ya Kiyama, na sote tumesoma Qur'ani, tunafahamu hali iliyokuwa ngumu ya siku ya Kiyama, bali sunna za bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam zimeelezea mtikisiko wa Kiyama. Lakini kuna aina ya watu hao Allah atawapa kheri. Allah anasema, Mtume anasema, qala Allah azza wa jalla, anasema Allah, sayunadi yawm al-qiyama, Allah atanadi siku ya Kiyama, katika arasati al-qiyama, katika viwanja vya Kiyama, aina almutajalisina fiya, wako wapi walokaa wakatenga muda kwa ajili yangu mimi, kwa ajili ya Allah. Al-yawma udhilluhum yawma la dhilla illa dhillu. Siku hii iliyokuwa ngumu, siku ambayo kila mmoja, sikwambii sisi, hata mitume wa Allah
kila mmoja atasema ya Rabbi, nafsi nafsi nafsi. Lakini kuna aina ya watu hao, Allah atasema wako wapi ambao waloketi kwa ajili yangu? Bila shaka sote tuliokuwa hapa tunamuomba Allah atujalie tu miongoni mwao. Dada zangu katika imani, muhadhara wangu wa leo ambao tunaufungua kwa mkusanyiko huu adhimu wa kina mama, ningelipenda nizungumze hadithi moja ya Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Hadithi hii adhimu iliyopokelewa na Imam Muslim ya sahabiyun jalil Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma. Hadithi hii, dada zangu katika imani, kwa nini nimeichagua leo? Ni kwa sababu inafungamana na maisha yetu ya leo. Ikiwa Muislamu, dada yetu katika imani, na hata sisi kina baba wa Kiislamu, tutafungamana na mafundisho ya hadithi hii, itakuwa sababu kubwa ya kufaulu katika maisha yetu ya duniani na siku ya Kiyama. Rawa al-Imam Muslim an Ata ibn Abi Rabah. Ata ibn Abi Rabah ni mwanafunzi wa Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Anasema Ata ibn Abbas, qala li ibn Abbas, aliniambia mimi Ibn Abbas, ala urika mra'atan min ahli aljanna, je, nisikuonyeshe mwanamke katika wanawake wa peponi? Wameketi Ibn Abbas na mwanafunzi wake Ata ibn Abi Rabah wanazungumza, kisha mwalimu anamwambia mwanafunzi wake ambaye ni Ata, je, nisikuonyeshe mwanamke miongoni mwa wanawake wa peponi? Ata anamwambia bala, nionyeshe yupi mwanamke ambaye ni miongoni mwa wanawake wa peponi. Qala, akasema Ibn Abbas, hadhihi imra'atu sauda, unamwona huyu mwanamke ambaye ana rangi kidogo nyeusi, huyu ambaye anapita mbele yetu huyu? Akaambia namuona. Anaambia huyu ni mwanamke wa peponi. Atati nabii sallallahu alayhi wasallam, mwanamke huyu alimwendea Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Qalat, kisha akasema, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, inni usra'un wa inni atakashaf, mimi Mola wangu amenipa maradhi ya kifafa. Maradhi ya kifafa yanafahamika eh? Mimi Mola wangu amenipa maradhi ya kifafa, na yale maradhi ya kifafa yanaponitokea, inni atakashaf, yanavyokuja akili uniondoka. Pale ambapo akili inaniondoka, naanguka. Napoanguka pale, maumbile yangu, nguo zangu huwa zinafichuka, baadhi ya maumbile yangu yanaonekana. Mmenielewa dada zangu katika imani? Huyu mwanamke huyu anamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, fad'u Allah li ya Rasulullah, niombee kwa Allah ewe Mtume wa Allah. Mtume akamwambia, in shi'ti sabarti walakin janna, ukiweza kusubiri kwa haya maradhi ambayo ulikuwa nayo, Allah akulipe pepo. Wa in shi'ti, na ukitaka, da'awtu Allah an yu'afiyaki, nitamuomba Allah atakuponya maradhi hayo. Dada zangu katika imani,
khiari ya mwanamke huyu ni mambo mawili: ima asubiri katika mtihani wa maradhi aliyokuwa nayo, Allah amruzuku pepo, lakini akitaka vile vile aendeleze matendo yake anayoyafanya, afanye kheri aliyokuwa nayo, lakini kwa dua ya Mtume amuombe Allah hayo maradhi peke yake, Allah amponye. Dada zangu katika imani, mwanamke huyu sikia jibu alolitaja akimwambia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Qalat, akasema, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, inni asbir, mimi nasubiri kwa maradhi haya, nianguke niwe na kifafa vile Mola wangu alivyokuwa amenipangia. Walakin ya Rasulullah, lakini ewe Mtume wa Allah, fad'u Allah alla atakashaf, niombee sana kwa Allah, maradhi nibaki nayo mimi, tabaki nayo, lakini niombee kwa Allah pindi nitakapoanguka mimi na kifafa na ugonjwa huu, maumbile yangu, miguu yangu, mapaja yangu na baadhi ya maeneo katika mwili wangu yawe yamestirika. Fadaala, Mtume akamwombea dua hiyo. Dada zangu katika imani, hadithi hii adhim iliyopokelewa na Imam Muslim inatupa mafundisho makubwa mno katika maisha yetu ya kila siku, maisha tunaoishi nayo sisi hivi sasa, maisha ya ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maisha ya mama zetu, maisha ya dada zetu. Kutokana na hadithi hii, kwa mukhtasar wa leo, tutaigawanya sehemu mbili. Sehemu ya kwanza, tufahamu ya kwamba kwa hali uliokuwa nayo wewe leo katika ulimwengu wa ardhi hii, leo hii, jua ya kwamba maisha haya uliokuwa nayo, kwa nafasi yako yoyote uliokuwa nayo wewe, jua kwamba uko kwenye mtihani. Ndio lengo la kuumbwa mimi na wewe, lazima tupewe majaribio. Ndio maana tupo katika ulimwengu huu. Allah anasema, inna khalaqna al-insana min nutfatin amshaj nabtalihi faj'alnahu samian basira, hakika sisi tumemuumba mwanadamu kutokana na tone la manii baina ya mume na mke. Lengo nini? Nabtalihi, tumpe mtihani, kisha Allah akupa nyenzo za kuendea mtihani huo. Faj'alnahu samian basira, Allah kufanya kuwa mwenye kuona na mwenye kusikia. Unaiona haki na unaisikia haki, ni jukumu lako wewe mwenyewe. Kwa fahamu, kwa nafasi uliokuwa nayo wewe, jua kwamba uko kwenye mtihani. Kwa aina yote ya maisha ya ulimwengu, jua uko kwenye mtihani. Allah akupa maradhi, mshukuru sana Allah. Kuna watu ambao wanatamani fursa hiyo kutokana na mizigo ya madhambi waliokuwa nayo. Pengine madhambi yale hayawezi yakaondoka, ila ni kwa sababu tu ikiwa Allah tamgusisha maradhi mtu huyu, basi maradhi yale yatakuwa sababu ya kufutiwa madhambi yale. Hii ni hekima ya Allah juu ya waja wake. Dada zangu katika imani, hadithi ya Suhaib ibn Sinani yampasa kila mmoja miongoni mwetu anapopata mitihani ya kila namna awe mwenye kumshukuru sana Allah. Ndio maana Bwana Mtume anasema, ajaba al-amri al-mu'min inna amrahu kullahu khair wa laysa dhaka li ahadin illa al-mu'min. Ajabu iliyoje kwa shani ya jambo la mu'min, muislamu wa kweli. Hakika muislamu wa kweli, kila jambo lake kwake huyu mtu ni jambo ambalo katanguliza kheri kwake. Fa in asabatu sarra'u shakara, Allah kimpa kheri katika maisha ya ulimwengu, anamshukuru Mola wake, anakuwa karibu na Mola wake kila wakati, anakuwa yupo karibu na Mola wake kwa neema zozote ambazo Allah kamkirimu mja wake yule.
wa ina sahabatu dharra, akipata msukosuko, mitihani ya kila namna katika maisha yake, anajua hii dunia si lolote si chochote, yupo hapa kama maabaran, ni njia ya kuelekea kwa Mola wake. Ametulia, anakuwa na subra katika mitihani ambayo ilikuwa imempata. Lakini bahati iliyokuwa mbaya leo kwa umma wa Kiislamu, Waislamu leo wakiwa kwenye neema wanakuwa na utulivu wa hali ya juu. Bahati mbaya ikitokea akaanza kupata mitihani na misukosuko, kwa Muislamu mwenye akili iliyokuwa kamili anasema, mitihani hii Allah ananionyesha kwamba hii sio sehemu ya kukaa, hii sio sehemu ya kuishi, hapa ni pa kupita kuelekea kwa Mola wangu, kwa sababu kuna watu wengi wamepita kabla yangu. Anakaa anatafakari. Lakini mtu ambaye Allah amempa mtihani ataanza kujiangalia, mbona mwanangu amefariki, mbona biashara zangu zimeharibika, mbona na ugomvi na mume wangu, mbona ugomvi na mke wangu, mbona kadha wa kadha wa kadha. Tayari anatoka kwenye taa, anaelekea katika mambo ambayo pengine anatoka ndani ya Uislamu, kwa sababu ameshindwa kukaa chini na kutafakari, kujua kwamba mambo yote kwake yeye yanarejea kwa Mola wake. Hii ndio mitihani ambayo inaopata baadhi ya watu katika maisha haya ya ulimwengu. Dada zangu katika imani, kuna matendo tufahamu. Inawezekana swala zetu, ibada zetu tunafanya kheri na Allah anazikubali, lakini nafasi ya pepo ukaipata ya daraja la juu ni kutokana tu ya subra ya ule mtihani uliokuwa nao katika maisha yako. Ndio maana wanasema inna Allah azza wa jalla yaktubu liabdi makanan fil janna, Allah anamwandikia mja wake nafasi adhim katika pepo, la yasiluha biamali, haifikii nafasi ile eti kwa sababu ya matendo yake anayoyafanya, kwa sababu sote tunaafikiana, tunakubaliana, hatuingii katika pepo ya Allah kutokana na matendo yetu, tunaingia katika pepo ya Allah kwa rehema zake, taufiki yake. Kwa hiyo Allah subhana anawaandikia baadhi ya waja wake nafasi adhim katika maisha ya peponi, si kwa sababu ya matendo anayoyafanya peke yake, hapana. Lakini fayabtalihi Allahu azza wa jalla fi dunya, Allah anampa mtihani katika ulimwengu huu bil amrad, kwa maradhi tu. Maradhi anakuwa na subra kutokana na maradhi yale, Allah anamnyanyua, anamwandikia nafasi katika pepo. Walhumum, mawazo, misukosuko, msongamano wa mawazo, mitihani, huzuni, anakuwa na subra, anajua haya yote yanatoka kwa Allah tabaraka wa taala kama mtihani kwangu mimi. Wal auja, maumivu makali, unawaza jambo, usingizi unakuruka, hulali, unauona usiku ni mrefu, hapakuchi, unafikiria itakuwaje, kutokana na yale yaliokuwa yamekusonga. Lakini sema mimi na Allah, kutokana na haya ambayo yalikuwa yamenikuta mimi, unakuwa una subra. Anasema walhumum walauja hatta yasila ila hadhihi almakana, mpaka Allah anamnyanyua kwa subra yake, anamweka daraja la pepo, kwa sababu alikubali kwamba mitihani hii na misukosuko hii na maradhi haya yametoka kwa Allah tabaraka wa taala. Na mimi na wewe dada yangu katika imani, lazima tuwe tuna subra kwa aina yote ya mitihani ambayo tulokuwa nayo. Unaweza ukajiuliza, kwa nini mimi na maradhi haya? Mbona sioni watu wapewa mitihani kama hii? Pengine unaangalia una ugomvi baina yako na familia yako, pengine wewe na mume wako, wewe na kaka zako, jirani zako, jamaa zako, maisha ndani, riziki imekuwa tabu. Pengine Allah amefinya, wakati ule alikuwa ameikunjua, sasa ameikalia kidogo. Pengine una maradhi, pengine umefiwa, mali inateketea, pengine hueleweki, hujui ufanyeje. Unakaa
limadha ana, kwa nini mimi tu, si wenzangu, si jamaa wengine, mbona ni mimi tu, likitoka hili naingia hili, limadha ana. Hakuna jawabu lolote utakaolipata isipokuwa ni moja tu, lianna Allah azza wa jalla yuhibbuka, ni kwa sababu Allah anakupenda. Anakuonyesha dunia hii si lolote, ni ya kupita. Anakuweka kwenye mitihani ili ujue kwamba uwe karibu na Allah. Limadha ana, kwa nini mimi? Lianna Allah yuhibbuka, Allah anakupenda. Khudh hadhihi al-ashya allati tu'limuka, chukua haya ambayo yanakuumiza wewe leo, chukua hili la kwanza, la pili, la tatu, la nne, yakusanya yote, yaone kwamba hadaya min Allah azza wa jalla, zawadi kwako. Allah amekutunuku, anakupitisha katika maeneo ambayo pengine hakuwapitisha waja wake waliokuwa wametangulia. Anataka wewe akusogeze karibu, akusamehe makosa yako. Huwezi kusameheka, lazima upite kwenye njia hii. Ndio maana hata vipenzi wa Allah, mitume, walipita katika misukosuko iliyokuwa mikubwa, lakini walivumilia. Manaqib, ukisikia neno manaqib, fadhila zao, kila mitume walikuwa na fadhila zake. Hujamsoma Ayubu wewe? Ameugua miaka 17 sana, miaka 17, lakini kabla hajaugua alikuwa na neema mbalimbali, neema ya mali, neema ya vyeo kwenye jamii. Sio hivyo tu, Allah alimruzuku watoto 7 wa kiume, 7 wa kike, 14. Lakini Allah alianza kuondosha mali, akaondosha watoto, anakufa huyu anapata huyu, anakufa huyu anatoka. Hajatosheka katika hilo, Allah atupa funzo mimi na wewe. Kamaliza mali, kamaliza kuzika watoto wote, akaanza mwili wake kuugua. Ikafikia mahala riziki ya kula hana, kabaki yeye na mke wake. Anatolewa katika mji, anapenda kutupwa huko pembeni ya mji. Kwa nini? Kwa sababu watu wanaona tabu, harufu ya mgonjwa yule. Hawajui kama ni mtume wa Allah, wanamuondosha huko, mwili unaingiwa funza, anavumilia. Hasemi kwamba kwa nini, hapana, anasema Mola wangu ananipenda. Anamuomba Allah amzidishie ulimi ndio ubaki kumdhukuru Allah peke yake. Kiungo chenye uhai wakati ule ni moyo wake, akili yake na ulimi peke yake. Mwili umetoboka. Allah atuonyesha fadhila na manaqib yake, mpaka inafikia mahala anaona ulimi unaanza kuelemewa. Anamwambia Mola wake, wa ayyuhi idnata rabba anni masani yadhur wa anta arhamur rahimin, ewe Mola wangu, yamenipata sehemu kidogo ya madhara kidogo. Mtu katika hali hii anaona ni mtihani mdogo uliokuwa umempata wewe. Jino tu linakuuma mpaka uweke status kwenye simu, mji mzima ujue fulani anaumwa. Jaalia baadhi ya maradhi yako uliokuwa nayo wewe kama sehemu ya sadaka, usimtangazie kila mtu. Vumilia, umwombe Allah ajalie katika mizani. Unaona kwamba haya maradhi ni madogo, naweza nikajitibu mwenyewe, haya yanapitika. Vumilia, sio utangaze ukose fadhila. Leo yani mtu akienda tu hospitali, kwanza status nje ya jengo la hospitali, kwenye mashine ya x-ray, hajalazwa, anampa mtu kwanza simu, nipige picha. Mitihani ambayo juu ya mitihani tulikuwa nayo, hatujui kwamba tunajiangamiza wenyewe. Tuvumilie katika mitihani hiyo ambayo sisi iwe ni sehemu katika sadaka yetu. Dada zangu katika imani, ya pili katika hadithi hii inatupa mafunzo makubwa na huzuni tunapoona umma wa Kiislamu na hasa dada zetu. Ona huyu mtoto wa kike, mwanamke huyu anaambia, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, ud'u Allah li alla atakashaf, niombee kwa Allah maradhi hayo
niko tayari nasubiri ya Rasulullah. Ya kifafa, mtu anaweza kutembea barabarani akapiga mweleka akaanguka, lakini hayo nitasubiri, yana ujira, yana pepo, nitasubiri ya Rasulullah. Lakini nakuomba ewe mtume wa Allah, nistirike, maumbile yangu nistirike. Leo tunatukanwa sana na wana haki ya kututukana, kwa sababu Waislamu wameachana Qur'an, wameachana na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dada zetu katika imani, ukiingia kwenye mitandao ya kijamii, TikTok, kwenye Facebook, Instagram, utaona mambo ya ajabu kabisa. Na kama sio serikali hizi, pengine wangelitembea uchi baadhi yao. Sio kwa sababu, ni kwa sababu shaitani amewapamba. Leo wanawake, dada zetu, sio nyinyi lakini, angalia kwenye maharusi ya Kiislamu, angalia mishono ambao wanaoshona. Unakupa mukaddima tu, kisha nikusomee maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikupe waja wema walikuwaje katika mlango huu. Utaona sisi na wao ni baina ya mashariki wal magharibi, lakini sisi tunataka tuchukue dini kwao, tujifunze kwao, ili mimi na wewe tufaulu, tupite njia manhaji ya wale waliokuwa wametangulia. Allah ameniamiza mimi na wewe, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw, ikiwa mtaamini na mtakwenda kwa mwenendo ule ule walopita nao maswahaba na waja wema walikuwa wametangulia, bila shaka na nyinyi mtakuwa mmeongoka. Mashehe zangu, wanawake wanaweza kwenda katika maharusi, kwenye maholi, kisha wakaingia mule ndani, wakaanza kucheza, wako nusu uchi, wanajiona kwamba wao wako wanawake. Nataka niwaambie, yale maholi yale mengine, waandishi wapigaji wa video kamera mule ndani, zinakwenda kueditiwa na wanamume. Mwanamke ametuvaa hijabu, akifika mlangoni anavua pale, anaenda kusarangagua mtihani. Sasa wanapigana picha mule ndani. Yaani wakati mwingine, mfano harusi iko Buyenzi, wewe subiri tu, baada ya nusu saa ingia kwenye mitandao ya kijamii, utajua mpaka alioa mke wa fulani, yuko mke fulani yule. Na bahati mbaya sana, Sheikh Zuberi na Sheikh wangu na Sheikh zangu, wanamume sisi tumekosa kitu muhimu, ghera, tumekosa wivu. Mtu anakwenda kuoa, anaingia ndani ya nyumba kwenda kumpa mkono mkewe, pamoja na jopo la wanamume mule ndani, yanapigwa mapicha, yanarushwa kwenye mitandao ya kijamii. Mke anakashifiwa siku ya kwanza tu, hajaingia hata nyumbani, hajatoka ndani ya nyumba yao, anaweka kwenye mitandao ya kijamii. Hii ndio hali tuliokuwa nayo umma wa Kiislamu. Sasa dada zangu katika imani, niwapeni kulingana na muda wetu huu baadhi ya nukuu ambazo pengine zitatusaidia katika maisha yetu, pengine zitawasaidia waume zetu, zitawasaidia baba zetu, zitawasaidia kaka zetu kuweza kulinda hali hii. Mwanamke, pambo la mwanzo la mwanamke, pambo la mwanzo la mwanamke ni pambo gani? Ni urefu, ufupi, unene, wembamba? Pambo lolitaja Allah ndani ya Qur'ani, pambo ambalo kalitaja Allah, ambalo ndio sifa ya mwanamke kufaulu dunia yake na akhira yake, pambo cha kisa cha watoto wawili wa Adam wa Nabii Allah Shuaib, fajaa ihdahuma tamshi ala istihya, akaja mmoja wale mabinti wawili wa Nabiullahi Musa, baada ya Nabiullahi Musa kuwasaidia wale watoto kuonyesha maji wa wanyama wao, wakarudi nyumbani.
baba akasema hebu mleteni yule ambaye alikuwa amewasaidia. Allah ananukuu kwenye Qur'an, fajaat ihdahuma, akaja mmoja wale mabinti wawili, tamshi ala istihya. Sifa ya dini ya mwanamke ni haya. Haya, mwanamke akikosa haya hana dini, hana dini. Mwanamke kosa haya, Allah kusifu katika aya hiyo urefu wake wala umbile lake wala kusifu rangi yake, bal alisifu uzuri wa mwanamke umeambatana na haya yake. Mwanamke yote ambaye ana sifa ya haya hufaulu kwenye maisha ya ulimwengu na siku ya Kiyama. Hata sisi wanaume ukutana na mwanamke amekukazia jicho hivi utakimbia. Naambia ukweli, sio sifa ya mwanamke wa kweli. Sasa niwatajie baadhi ya salafiyat, wanawake wema waliokuwa wametangulia. Kwa hiyo nataka niwatajie sifa za wanawake wema waliotangulia, kwa sababu Qur'an nataka mimi na wewe tujifunze kwao ili tuige tukitaka kufaulu. Fatima radhiyallahu anha binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fatima, mnajua baina ya kifo cha mtume na Fatima miezi 6 peke yake, miezi 6. Sasa siku moja wanawake wanakutana kama kawaida, watu wanatembeleana, wanakutana, wanazungumza hapa na pale. Kuna sahabia ambaye ni Asma binti ya Umais, ambaye alikuwa ni mke wa Abu Bakar radhiallahu anhu na ndiye aliyemkosha mume wake Abu Bakar. Asma binti Umais, hijra ya mwanzo, Asma aliondoka kaenda Habash. Habash ya leo tunayozungumzia, Habash ni Eritrea hiyo. Habash ni Eritrea hiyo kwa zama za leo, na ndio maana utakuta pale katika Eritrea kuna athari ya zamani ambayo maswahaba ridwanullahi walikuja. Na tuseme Eritrea ndio ile ambayo mpaka leo inakuja mpaka Habash, Ethiopia hii imeingia ndani kabla ya mipaka ile. Na pale kuna mfalme mmoja ambaye mtume alimsifu kwa sifa ya uadilifu, ambaye kwa anaitwa nani? Kina mama, mfalme wa Habash alikuwa anaitwa nani? Tusipoteze muda, alikuwa anaitwa Ashama. Najashi ni jina la cheo cha mfalme vile wa pale, lakini jina lake mwenyewe anaitwa Ashama. Sasa walivorudi Madina kitambo, sasa amekaa Fatima radhiallahu anha binti wa mtume na Asma binti Umais. Mnajua dada zangu katika imani, wanawake wakutana wana mazungumzo yale ya kheri baina yao. Sasa Asma anamuelezea, unajua bwana, mimi nilipokuwa Habash niliona kadha, nikaona kadha, nikaona kadha, ikapita jambo kadha wa kadha wa kadha. Wanaongea wao kwa wao, anamhadithia. Sasa yule mwenye kuhadithiwa ambaye ni Fatima binti Rasulillah ameinama, anatafakari. Sasa wawili wakizungumza, afu mmoja wakati anaongea na mwenzie, afu akimwona mwenzie amfatishi kidogo, inamkata ile morali ya kuzungumza. Akamgeukia, bwana vipi bwana, mimi nakuongea na wewe, nakwambia hivi, kuna hichi na kuna hichi na kuna hichi. Wakati huo miaka ile Habash, Ethiopia kadha, ilikuwa imeendelea kiulimwengu kushinda Madina na Makka. Sasa anambia vipi bwana? Anambia udhrun ya Asma, nisamee, nilikuwa sipo. Wewe unaniambia mimi siko mbele yako, mimi kuna jambo limenishughulisha. Kama wewe damu katika imani anatokea mwenzio alishawahi kusafiri, akamwambia Ubelgiji pako hivi, Marekani pako hivi, Florida sio mchezo, Dubai, Saudia ukienda hata haji kuna kadha wa kadha, unakuwa na shauku ya kutaka kumsikiliza. Ndivyo sivyo? Sasa huyu Fatima binti wa mtume, unajua chokaa kitafakari, anamwambia ubri ya Asma, nisame ewe Fatima, lakini kuntu ufakkir, nilikuwa na jambo linanishughulisha. Ya Asma, ewe Asma, inni ufakkir fi nafsi ghadan, mimi nafikiria sana kesho yangu, kesho wakati malakul maut akija kuitoa roho yangu itakuwa na hali ya namna gani? Mola wangu ataniridhia?
ndio kwenye hali ya namna gani wakati huo? Nafikiria wakati huo. Lakini sio hivyo tu, idha ana mitu, pindi mimi nitakapokuwa nimekufa, wallahi inni la astahi, mimi naona haya, an ukhraja inda rijal, nitolewe ndani ya chumba kisha nibebwe na wanamume katika mabega yao kwenda kunizika. Fi wadhi nahar, tena mchana, maiti toke wakati wa mchana. Anasema laisa alayya illa alkafan, hakuna juu ya mwili wangu isipokuwa sanda tu. Dada zangu, hivi hayo maeneo kama hayo, kuna namna yote ya fitna inaweza kutokea? Yani mtu anapokwenda kuzika kisha akabeba maiti, hivi mtu hata kama mwanamume anaweza kufikiria kwamba bana alikuwa mzuri, alikuwa kadha? Sio maeneo ya fitna hapo. Anawaza itakuwaje watu waje wabebe jeneza lake, kisha kila mmoja aone ile sanda, auone ule mwili wa Fatima binti Rasulillah katika hali ile. Anaona haya hata akiwa amekufa. Si mnanielewa tuongea? Anaona haya hata ile hali akiwa amekufa. Ndio inamshughulisha, inamkosesha raha. Dada zangu, akiwa maiti juu ya kitanda anaona hali ile. Wewe dada yangu katika imani, katika maisha haya pengine hujali katika maisha yako, unaona ndio wakati wako uliokuwa nao katika ulimwengu huu, una haki ya kufanya lolote unalokuwa unalitaka. Ujana unakusumbua, maisha yanakudanganya. Wako wangapi wazuri wametangulia, wamo ndani ya mashimo ya kaburi, leo habari zao hawapo tena. Uzuri wako ni hazina, kama Allah amekuandikia wewe kama mtihani kuwa nao, una muda mfupi tu. Sikwambii Asma binti Muhammad Rasulillah, nakwambia binti Siddiq Aisha radhiallahu anha. Aisha amekufa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umri wake haujazidi miaka 18, bado miaka 18. Kafa bwana Mtume Aisha na miaka 18, lakini dunia haikumshughulisha. Alielekea Aisha radhiallahu anha kufundisha elimu, kufanya kheri katika mambo ya dini. Anatufundisha Aisha radhiallahu anha. Rawa Imam Muslim anasema, kuntu adkhulu baiti alladhi dufina fihi Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, nilikuwa ninaingia katika nyumba ambayo aliozikwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtume kazikwa chumbani kwa Aisha, kazikwa chumbani kwa Aisha. Mitume wote huwa haihamishwi mili yao, anapokufa pale pale wanafanya wanamzika. Sasa Mtume kaja kufa ndani ya chumba cha Aisha radhiallahu anha. Baada ya kifo anasema Aisha, nilikuwa mimi naingia nyumba ambayo ndani yake amezikwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wa abi, baba yangu. Nikifika pale najiachia, naweza nikavua kilemba changu, nikapunguza baadhi ya maumbile nguo zangu. Aqul, nasema hadha abi wa hadha zawji, huyu baba yangu na huyu ni mume wangu, hamna tabu ndani. Falamma dufina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, alivozikwa Umar pale, maana kaanza Mtume, akaja Abubakar, akaja Umar. Alivozikwa tu Umar radhiyallahu anhu, anasema fa wallahi ma dakhaltu illa wa ana mashdudatun alayya thiyab, nilikuwa nikiingia najifunika, najistiri nguo zangu vizuri, nikiingia ndani ya chumba kile. Kwa nini? Haya min Umar, namonea haya Umar. Hebu fikiria, ndani ya kaburi mule ndani Umar anaona akiingia, anaingia kajifunika vizuri nguo zake. Leo tunatakiwa tuige mifano hii. Kuna maeneo ya fitna hayo, lakini
mazingira hayo anayafanya, anajua kunakutana na Mola wake. Leo wanawake wa Kiislamu malasaf wanataka pepo, alhamdulillah, wanataka kheri, alhamdulillah, lakini wanatakiwa wajistiri, wajihifadhi, kwa sababu wasipojihifadhi mambo yameharibika. Mwanamke anatakiwa akitoka nyumbani kwake anaelekea msikitini, anakuja sehemu kama hizo za kheri, anabaki nyumbani muda mrefu. Lakini wanawake hawa leo, kuna mwanamke anaitwa Fatima binti Atar al-Baghdadiyya. Fatima binti Atar al-Baghdadiyya, mwanamke mashuhuri huyu, anasema mume wake ana kharajat min albayti 3 marrat, alitoka katika nyumba yake ile. Kwanza Allah alimpa umri mrefu, katoka katika nyumba aliyokuwa anaishi mara 3 tu katika maisha yake. Yaumu tazawwaja, siku ambayo kaolewa, akatolewa mwenye ndani ya nyumba, anapewa kwa mume wake. Yaumu hajjat, na siku ambayo kaenda kuhiji. Wa yaumu matat, na siku ambayo alikuwa amekufa. Leo nipige mfano, nasema wanawake hawa wako kwenye kheri, napigia mfano. Kuna wanawake wanaweza kujua maduka yote ya Buyenzi na gharama za bei, nguo hii kadha, pale gharama kadha, hapa kadha, hapa kadha, na anakwenda kushindana na mwenye muuzaji mwanamume, ataongea naye, atacheka naye, atakakaka, maadamu kadha wa kadha wa kadha wa kadha. Hajui maskini pale kwenye laana ya Allah. Hivi roho ikija kumtoka katika hali ile itakuwa hali gani? Hivi yule mwanamke ambaye yuko katikati ya harusi amevua nguo zake atakuwa katika hali gani? Niwasomee hadithi moja ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hali hii ambayo dada zangu walikuwa wanakwenda nayo, itakuwaje siku hiyo? Bwana Mtume anasema sinfani min ahli nar lam arahuma qattu, makundi mawili aina hiyo ni makundi ya watu wa motoni, lakini kwa sasa hayapo, yatakuja wakati huo. Qaumun ma'hum siyat ka'adnabil baqara yadrikuna biha an-nas, ni watu ambao wamepewa dhamana ya ulinzi, lakini wakawa hawafanyi uadilifu, wanapiga watu hovyo. Wan-nisa kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ruusuhunna ka'aslimatil bukht, ni wanawake wale ambao nusu wamevaa, lakini kuvaa kwao wako uchi. Yaani ukiangalia nguo unaona kama kavaa, lakini kumbe yuko uchi. Huyu mwanamke huyu wa sifa hii, Bwana Mtume anasema wako uchi, anavaa lakini mavazi yake yako uchi. Mailatu, akitembea kwa mikogo, anataka akipita barabarani mtu avute athari, fulani kapita leo, fulani kapita, atakohoa, atagonga mguu kidogo, maadamu tu walokuwa pale waone bwana mwamba umepita pale. Ruusihinna kaasnimatil bukhti, wakienda saluni wale sio mchezo, wanasuka kisha wanatengeneza nywele zao, zinakuwa zimechongoka, zinakuwa kama nundu juu, yaani nywele zimepelekwa saluni. Bahati mbaya unamkuta mwanamke wa Kiislamu anakwenda saluni, kisha anatengenezwa kichwa chake na mwanamume, anakatwa kucha na mwanamume, anasuguliwa na mwanamume. Mwanamke yule hivi atakutana na malakul mauti katika sura ya namna gani? Maana anaweza kafanya madhambi mpaka malaika wanamshangaa. Yaani anafikia mara haogopi mtu huyu, hali ya namna hii kweli. Ndio masaluni yalivyo. Masaluni haya, wanawake wanakwenda wanapambwa na wanaume, yaani imefikia mahala wanawakimbia. Hata wanawake wenzao wanaona kwamba hawana sifa ya kumpamba vizuri, mpaka kapambwe na mwanaume, ashikwe kichwa tu, anaona raha, anajiondosha haya. Maana Mtume anasema alhayau min aliman, haya ni katika imani. Hana haya pale ambapo
yuko katika maeneo hayo. Bahati mbaya sana hawa mashehe, Allah wahifadhi hao, wanatuambia kila siku, lau kama Muislamu, dada wa Kiislamu angelisoma tarehe ya Uislamu, angesujudu shukri kuona jinsi gani Uislamu umemnyanyua, umemtukuza, umemnyanyua, umempa daraja la juu ambalo hawakuwa nalo huko nyuma. Lakini dada zetu wanajua haya. Inafikia mahala heshima ya mwanamke wa Kiislamu inafikia mahala kanyanyuliwa ndani ya Qur'ani, mpaka mwanamume anakoma, anasarenda, anakuwa na heshima kutokuvunja haki ya mwanamke. Jana zungumza yako mambo mengi, mfano wake idhhar. Ukimwambia mkeo au dada yako anti alayka kama ummi, wewe kama mama yangu tu, unaambiwa wewe, adabu yake sio mchezo. Mashekhe wanajua wanazungumza. Sasa dada zangu, hali hiyo itakuwaje? Mtume anasema la yadkhuluna aljanna. Sifa za hao wanawake wanakwenda masaluni kuchezewa ovyo, wanasuka ovyo, wanatembea maumbile yao yako uchi, wanaonekana hawajali. Wanawake hawa la yadkhuluna aljanna, hawaingii peponi. Pepo tu sio kwamba hawaingii peponi, hata harufu ya pepo Bwana Mtume anasema hawaipati. Hebu niambie, miaka hii ulokuwa nayo wewe inakushughulisha nini? Dunia ipi ambayo wewe unatamba nayo leo ambayo inakufanya uende kwa Allah ukiwa huna rehema za Allah? Maisha ya muda mfupi sana. Lazima turudi kwa Allah, tutubie kwa Allah, tumombe Allah turejeshe sana, tujihifadhi. Na wito wangu tena wa upande wa ndugu zangu kina baba, leo imekuwa mambo kijinga kabisa. Mashehe zetu wanatuambia, unakuta mwanaume anapiga picha na mkewe, anaweka kwenye mitandao ya kijamii. Yaani mwanaume huyu zuzu kabisa. Mwanaume anachukua picha na watoto wake wa kike ndani ya nyumba, anapiga picha, anaweka kwenye mtandao wa kijamii, anarusha. Yaani zuzu. Kwa sababu gani? Mimi nazungumza na dada zangu ambao wote wanayozungumza mnaelewa. Ukisharusha picha huko na binti yako kamaliza shule mathalan, kamaliza university, ukapiga ukarusha pale juu kwenye mtandao wa Facebook, si anatokea mwanamume asiokuwa na fedhuli chuma huyo, wanaanza kumsifia ile binti kwa mambo mengi ya kijinga. Wewe sio sababu umekwenda kufanya vile. Eti happy birthday my dear, my darling, my tata, wenda wazimu mtoto. Ikifikia mahala haya mambo sio yetu sisi Waislamu. Happy birthday ya kijinga kabisa. Unakuta jitu limekwenda kutengeneza keki, limeenda hotelini, eti wanasherehekea na familia, mambo ambayo ya ustaarabu wa kipumbavu kabisa. Uislamu uko mbali na haya mambo. Wewe siku ikimalizika, waja wema walikuwa wanalia kina Abdullah ibn Mas'ud. Ikimalizika siku wanachukua daftari, nimefanya kheri gani? Nimetubia mara ngapi? Hivi Mola wangu amenikubalia matendo yangu ya leo? Siku yake inakuwa imemegeka. Maana haya masiku ambayo tunasherehekea birthday haya, mfano wake anasema Hasan Basri, ya ibn Adam innaka anta ayyam majmua. Wewe ni mfano wa masiku yaliokuwa yamekusanywa hivi. Kila kiondoka siku ndio umeguka wewe. Kama vile ikiondoka leo mkono umeondoka, kiondoka leo mguu umeondoka, wewe upo tu. Sasa tuchunge mipaka hii, tuwe tuna haya na tuwe tuna subra katika yale ambayo Mola wetu atakuwa ametustiri na kutulinda na kutuhifadhi. Wabillahi tawfiq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullahu khairal jaza. Tunamshukuru sana shekhe wetu kwa darasa hili lizuri kabisa lenye faida ambalo ametoa. Ibn Nyamur Media, ahabbu an-nasi ila Allah anfa'uhum lin-nas.